naomba tuweke yote sasa tunapoanza kipindi chetu hiki au somo letu hili, tujiweke mikononi mwa Mungu. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Baba Mungu Mwenyezi, katika upendo wako na katika huruma yako, tazama wanao hawa mahujaji wa matumaini ambao baada ya kufanya njia ya msalaba wanakuja hapa mbele yako, wanaketi kwa pamoja katika tafakuri au katika tafakari ya mateso, ya kifo na ya ufufuko wa mwanao Yesu Kristo. Ndivyo mimi pamoja nao tunavyoweka saa hii mikononi mwako. Tunakuomba basi uibariki saa hii, kipindi hiki ambapo tuko hapa. Tunajua kwamba uko kati yetu na hasa uko ndani yetu. Mahali hapa ni maskani yako. Hatuwezi kufanya lolote bila kuyaweka yote mikononi mwako. Tunakuomba basi Bwana, kila tunachofanya kianzie kwako na pia kikamilike ndani mwako, kikipata kibali chako na vile vile baraka yako. Na kuomba basi utuwezeshe sisi. Weka maneno yako kinywani mwangu. Isiwe ni mimi ninayesema, wala isiwe ni mimi ninayefundisha ama ninayetoa mada, bali uwe ni wewe unayeweka maneno hayo kinywani mwangu kwa ajili ya watu wako. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Tumsifu Yesu Kristo tena. Na tukae kwa tumaini. Nitajitahidi kuyasema hayo ambayo Bwana anapenda niyaseme. Na katika njia yetu ya msalaba tuliyokuwa tunaifanya, ninawaomba hili kabla hujaandika chochote. Ninakuomba sana sana uingie sasa ndani ya moyo wako. Utazame utashi wako, yani moyo wako, na utazame pia yale yaliomo katika akili yako ulipokuwa unasafiri kuanzia hapa pamoja na Bwana wetu Yesu Kristo katika mateso yake. Hatua ya kwanza, kituo cha kwanza, kituo cha pili, kituo cha tatu, cha nne, cha tano, kituo cha sita, kituo cha saba, kituo cha nane, kituo cha tisa, mpaka kituo cha 10. Tazama Kristo alivyoaibishwa kwa kuvuliwa nguo zake zote na kuachwa uchi kabisa, uchi wa nyama. Na ukumbuke huyu ni Mungu mwenye uwezo usioelezeka, ambaye angefanya tu wangekuwa vumbi wote wale waliokuwa wanafanya hilo, lakini haikuwa hivyo. Yeye kimya alikutazama wewe, akanitazama mimi, akautazama na ulimwengu mzima ulio katika hali ya kutothamini utu na jinsi tulivyodhalilika katika utu wetu kwa aibu. Akaichukua aibu yetu, akaibeba pale msalabani, na bila haya tukampigilia pale na kumuinua na kumsimika msalabani kwa muda wa masaa 3 katika mateso yasiyoelezeka. Ndivyo na sisi tunavyoketi hapa sasa, sio kufikiria juu ya uchovu wetu, wala kufikiri kwamba tumefanya malipizi kiasi gani, bali inatubidi sisi wenyewe sasa tumwangalie Kristo
aliyesulubiwa msalabani, yeye ambaye ameichukua dhambi yetu, yeye ambaye amechukua aibu yetu, dhambi yetu akaiondoa kwa kufa kwake msalabani. Sio kufa tu, mateso ya masaa matatu. Nalikuwa nikifuata njia ya msalaba nikiwa pale juu. Nilipokuja hapa mara ingine niliweza kutembea mpaka mwisho pamoja nanyi katika miaka hiyo iliyopita. Kwa leo haingeliwezekana kwa hali yangu, lakini nimekuwa pamoja nanyi katika njia hii ya msalaba. Na hicho ambacho napaswa niseme, Roho wa Mungu ananiambia gusa hili linalohusu mateso ya mwanangu mpaka mwisho, ambayo yamewastahilisha wokovu, yamewastahilisha kupona, yamewastahilisha kusamehewa dhambi zote, na ulimwengu mzima ukasamehewa na damu yake Kristo ikaosha na kutakasa kila kitu. Iliyobaki ni nini? Hapa ndipo ambapo tunafika. Katika waandishi wa Injili tunaangalia kwenye vitabu vitakatifu, yani Injili takatifu. Kwanza tunamuona Mathayo, alafu wa pili ni Marko, alafu wa tatu ni Luka, na wa nne ni Mtakatifu Yohane. Sasa tumealikwa tuangalie kile ambacho Yesu anasema katika hija yetu hii. Neno lake la mwisho ni lipi? Marko ninaweza kupaangalia tuweze kuona. Tusianze na Marko, tuanze na Mathayo sura ile ya 26, nafikiri ni aya ya 30. Sura ya 26 aya ya 30. Ili nisije nikabuni tu, labda nikawa nimekosea, afadhali niangalie barabara kila kitu. Mathayo sura ile ya 27, unaona ni 27. Mwangalie Yesu pale msalabani, na sasa ni saa yake ya mwisho. Kwenye neno ambalo Mathayo anatuambia ni hili, kwamba Yesu akatoa roho yake. Alilia kwa sauti kubwa. Ni Mathayo ni mmoja hiyo. Akatoa, kumbuka kutoa roho. Na Yesu akatoa roho yake. Menipata? Lichukue hilo wewe mhujaji, wewe ambaye umefanya hija na njia ya msalaba. Neno ambalo linasemwa kwetu na linatangazwa kwetu na Marko sura ile ya 27 aya ya 50. Yesu alipokuwa pale msalabani, basi mwishoni akalia kwa sauti kuu, akatoa roho. Angalia, weka mstari kabisa kwenye hii kutoa roho. Naomba niende katika mwinjili anayefuata, maana niliangalia hilo, nasi tunaalikwa tuliangalie. Sio kwenye kitabu, bali muangalie Yesu pale msalabani. Umetoka sasa hivi kwenye njia hiyo ya msalaba, umeshiriki pamoja naye. Tunaingia sasa katika kitabu
au Injili ya Marko. Ninaomba tuangalie hapa. Marko anasema, tulipokuwa tunaangalia, naomba mliangalie hilo. Yesu alilia kwa sauti akasema, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Mungu wangu, Baba unayenipenda hivi, kwa nini umenisahau? Na hapo tunaambiwa malaika walikuja, na walipokuja pale walifanya nini? Walikuja kumtuliza. Sasa na wewe ufikirie, Yesu huyu tuliyemdhalilisha kiasi hicho cha kumpigilia msalabani uchi, mapokeo. Mama mmoja hakuvumilia, alichukua kitenge chake akafunga hapo kiunoni. Ndio maana unakuta picha zetu zinaonesha hiyo. Kwa hivi jiangalie wewe, uangalie na wengine. Tuangalie hii njia ya msalaba, mahujaji tunaotembea na Yesu Kristo. Tunaambiwa baada ya Yesu kusema hayo, alikata roho. Mathayo anasema ametoa roho. Marko anasema amekata roho. Hebu ona hiyo ili uweze kuipata vizuri, ndugu yangu. Kabla hatujaingia katika adhimisho la misa kwa kumshukuru Mwenyezi aliyekubali kuteseka kwa ajili yetu. Maneno haya nayo yasema kuna mahali ninaenda. La kwanza, ametoa roho, anasema Mathayo. Ya pili, amekata roho, anasema Marko. Alikata roho, hakusema cha zaidi hapo, aliachia hapo. Ndugu yangu, na kuomba sasa tuende katika mwinjili wa tatu ambaye ni Luka. Luka sura ya 23 aya ya 46. Hapo Yesu mwenyewe pale msalabani, kama mlivyokuwa mnasafiri katika hija hiyo pamoja na Kristo, Luka anasema alipofika pale saa ya kufa kwake, amesali na kusema, Baba, mikononi mwako naiweka roho yangu. Baba, mikononi mwako naiweka roho yangu. Halafu akakata roho kama alivyosema Luka. Sisi tuwe ni wenyewe mahujaji tunaoingia ndani ya mateso yake Yesu Kristo kwa ajili yetu. Sasa nitaenda katika kile ambacho Yohane amesema. Mwinjili Yohane. Hapa nawaomba kila mmoja aandike. Hapa tunaambiwa hivi. Ninaomba nisome, kwa sababu tukisoma ndipo tutaelewa vizuri. Anasema hivi. Ni sura ya 19. Sura ya 19 aya ya 30. Lakini tunaweza kuanza katika aya ile ya 20 mpaka 30. Ndugu zangu mahujaji, nawarudisha tu pale ambapo wote tumekuepo sasa hivi.
Na sasa tunatulia kwa kutafakari. Basi hapa anasema hivi, aya ile ya 25 anasema, na penye msalaba wake Yesu walikuwako wamesimama mamaye. Walisimama nani? Mama yake Bikira Maria na umbu lake mamaye aitwaye Mariamu Kleopa na Mariamu Magdalena, yule aliyetazamiwa kuwa mchafu kuliko wachafu wote. Basi Yesu alipomwona mama yake na yule mwanafunzi aliyempenda aliyekuwa karibu na mama yake, akamwambia mama yake, mama, tazama mwanao. Hebu ufikiria hayo. Yeye yuko msalabani, mateso yale yote ya kifo hafikiri, amemtazama mama, akamwona mama, akamwambia mwanafunzi aliyempenda. Na mwanafunzi aliyempenda sio Yohane, ni wewe na mimi na sisi sote tulio mahujaji, wote tuliotembea. Alitutazama tulipokuwa tunahuzunika na kuimba nyimbo za huzuni, akasema, akamwambia mwanafunzi aliyempenda, ndiye wewe mama, wewe baba, wewe kijana, wewe padre, wewe mtawa. Akamwambia, tazama mama yako, ndiye mama yetu Bikira Maria. Na tunarudi hapa katika mahali pa hija palipowekwa chini ya usimamizi wake huyu mama, na akamwangalia yule mwanafunzi aliyempenda, akamwambia, tazama mama yako. Jamani, na iwe faraja kwetu, kwa sababu ndivyo ilivyompendeza. Na alipokuwa sasa anamalizia, alipokuwa ametambua, nasoma jamani, na Yesu baada ya hayo, hebu tusikilize. Na alipokuwa akijua ya kuwa yote yamekwisha kumalizika, yani amekamilisha kazi yake ya ukombozi kama alivyopewa na baba yake aitimize, akasema, naona kiu. Na kweli alikuwa na kiu, lakini ilikuwa kiu ya maji. Ana kiu, alikuwa na kiu kwamba atimize wajibu ule aliopewa na baba yake wa kuwakomboa watu, na amekamilisha kwa mateso yake, na sasa anaona anakufa. Sikiliza maneno yake ya mwisho, naona kiu. Mwanadamu ni nini akampelekea siki? Waovu kama tulivyo, hakuna siki itaondoaje kiu? Hata hivyo hawakuelewa, wakampachika siki ya mdomoni kwa mkuki, naye akaifyonza siki akafu. Alafu basi Yesu alipokwisha kuipokea ile siki, alisema, imekwisha, kazi yangu imekamilika. Na inaendelea sasa, ni aya hiyo ya 50,
akaisalimu roho yake. Wapendwa, msiangalie maneno hayo. Huyu Marko anasema akatoa roho. Luka, Matayo anasema akatoa roho yake. Luka anasema akakata roho, na Marko anasema akakata roho. Yohane anatangaza akaisalimu roho yake. Na tuelewe hilo. Yohane 19, Yohane sura ya 19, ndugu zangu, mmenipata? Aya ya 30, akaisalimu, maana yake ameyaga roho yake akaimimina kwenu, na mlipotoka pale mmeshaipokea roho yake. Yesu ndiyo kifo chake, hakufa na kupotea, bali roho yake akaisambaza ulimwengu mzima toka alipokufa siku ile, ili wote wapate wokovu. Wapendwa ndugu zangu, hilo ndilo hasa neno lake kwa siku ya leo. Na kama nimeomba weke kinywani mwangu neno lake, ndiyo hiyo, kwamba ameisalimu roho yake. Yeye Yesu akasema, roho yangu nawapa. Roho ya Yesu, roho atokaye kwa Yesu. Ndio maana Mtakatifu Paulo, kwa kuelewa hili vizuri ajabu, katika barua yake kwa Waroma sura ile ya 5 aya ya 5 mpaka ya 8, Waroma 5 mpaka 8, ndivyo anavyotangaza upendo wa Mungu umekwisha kumiminwa ndani ya mioyo yetu. Na huyo Roho Mtakatifu tuliyepewa, nitapenda kupasoma hapo, lakini afadhali nianze. Baba anasema mwanae aliyemtoa, naye akapokea kwa hiari wajibu wake kama mwana. Anasema kazi yangu na chakula changu ni kutimiza mapenzi ya Baba yangu. Anasema na mapenzi ya Baba yangu ni haya. Unaposoma Injili ya Yohane sura ya 3, anasema vizuri, mapenzi yake Baba ni haya, kwamba wote anipao Baba nisimpoteze hata mmoja. Ni Yohane 6 ndipo anaposema. Kwa hivyo wewe ulipelekwa kwa Yesu, ukatembea naye kwenye njia hiyo ya msalaba, hatua kwa hatua, mpaka akafika pale juu, akatundikwa msalabani, masaa 3 akiwa anasubiri, akiwa anawaangalia watu waliomtesa, akiangalia waliomkimbia, aliwaona watu wote. Ndio maana tunaposali hasa misa ya moyo mtakatifu wa Yesu, tunatamani, tunasema, Yesu, wewe ambaye umenyosha mikono yako kuwapokea watu wote, ndivyo alivyowapokeeni na ndivyo anavyotupokea sisi. Amesimama pale, mikono yake moja huku na moja upande mwingine, akiwa tayari kutupokea, moyo wake ukiwa wazi kwa ajili yetu sisi sote tulio wa dhambi, ambao hatuna dhambi. Na kama mtu anasema hana dhambi ni mwongo. Sisi sote ni wa dhambi tuliosamehewa. Hata kama tuna nafuu kwenye maisha yetu, ni kwa sababu ya neema tu yake Mwenyezi Mungu.
lakini Yesu ameisalimu roho yake. Yani ameiambia kwa heri, ninakutoa sasa we roho, nenda ingia kwa Maria, nenda ingia kwa Yosefu, nenda katika ulimwengu mzima, ardhi yote na anga na viumbe vyote vipate kukombolewa. Kwa kufa kwake yeye sisi tumepata kupona, maana tumeipokea roho yake. Ndugu zangu, jamani, tumshukuru Mungu katika ile njia ya msalaba ambayo tumeifanya leo. Tumefika hapo ambapo Yesu anasema imekwisha. Kazi aliyonipa Baba imekamilika. Roho yangu naimwaga kwa ulimwengu mzima. Hii roho inayoondoa dhambi. Roho hii ambayo inamkomboa mwanadamu na inamwokoa mwanadamu, ndiyo roho ambayo tumeipata. Sasa mpendwa mhujaji, usije ukasema huyu mzee anaongea juu ya Yesu mwokozi na Yesu mkombozi. Huyu ambaye roho yake ameisalimu na kuileta kwetu ndiye mwokozi. Hebu nielewe mwokozi ni nani? Huyu mwokozi Bwana wetu Yesu Kristo anachapa kazi yake namna gani? Nikakumbuka zamani kama watoto wadogo tulikuwa tunacheza na tunapenda sana kukamata ndege, kuwapiga ndege kwa manati tupate kitoweo kidogo. Jamani, asiyefanya hiyo labda bahati yake, lakini kila mtoto. Sasa tukajua kwamba ukipiga manati unaangusha ndege mmoja, ukitupa mshale kandege kamoja labda. Tukaona mbinu na njia ya kuwapata ni kutafuta pumba au mchele, unamwaga hapo, lakini unatafuta katani. Si mnajua katani jamani? Kamba hizi za katani. Unaziweka, alafu unatandaza hivyo, alafu unatupa pumba. Unatupa, alafu unakaa pembeni. Ngoja videge vije. Vinachanganya. Kumbe vinapofanya hivi na hivi, siwezi kufanya kwa nguvu maana nitapiga chini huko. Vinafunga miguu yao mmoja na mwingine. Sasa tunatokea, haviwezi kuruka tena. Ni kukamata tu chinja, kamata tu chinja, kamata chinja mpaka kapu linajaa. Nakumbuka tulipokuwa tunafanya hii kazi. Sasa nataka kueleza uokovu. Utuelewe maana yake ni nini. Anayeokoa hawa ndege ni yule ambaye atamkamata ndege, yuko mikononi mwake, anaweza kumchinja, lakini badala ya kumchinja anaondoa zile katani kidogo kidogo, anafumua moja baada ya ingine, alafu anamwambia ndege nenda. Ndege anaruka, anaenda, ameokolewa huyo. Alafu na mwingine hivyo hivyo mpaka mwisho. Huyu anayefanya hivi hana tamaa ya kuwala, yeye ana tamaa waishi. Wokovu ni kumfungua mtu kamba na minyororo inayomfunga yeye mwenyewe. Ndugu zangu, huyu Yesu ametufungua kutoka minyororo hiyo. Na naomba niwaambie ni mnyororo gani huo. Wote tunaifahamu minyororo hizo, kamba hizo katani. Nani hajui hapa tulivyo? Nani hajui mizizi ya dhambi na hayo yote?
akishatuokoa na dhambi zetu, wote mahujaji, hata mimi hapa, tunabeba mateso tuliopewa na wenzetu. Kuonewa, kutukanwa, hata na wazazi wetu kukataliwa. Waingereza wanasema all the unbearable emotions tulizozipata. Yani wanasema maumivu ya ndani tuliyoyapata, na hata maumivu ambayo tunaenda nayo yanayotokana na makosa ya wenzetu. Yesu huyu ambaye amesalimu roho yake anakuja kwako, anakuonesha na kuambia hili, angalia nilivyoteswa na wewe samehe. Linaanza kupona polepole, na sisi tunaanza kuwa wa Kristo, yani Kristo wengine. Ndio maana tuna jina hili, kwamba namna yetu ya kufikiri iwe sawa na yake Yesu. Hata nikikutana na mtu nasema mawazo ya huyu bwana, hayo ni ya Yesu. Na si kufikiri tu, namna yetu ya kujihisi. Waingereza wanasemaje? Our way of thinking and our way of feeling. Namna yetu ya kufikiri na namna yetu ya kujihisi ifanane na ya Yesu. Na kwa vile tuna ndugu zetu hapa kutoka Kongo wanasema la manière de penser, que notre manière de penser ça doit être comme le pensée de Jésus-Christ. Hapo ndio tunakombolewa. Alafu hii ya kujihisi wanasema la manière de sentir. La manière de sentir, hasa hiyo namna yetu ya kusantiri, ya kujihisi ifanane na Yesu. Kile anachokichukia Yesu kiwe ndicho tunachokichukia, na kile anachokipenda kiwe ndicho tunachokipenda. Huo ndio wokovu. Yesu ambaye amesalimu roho yake aliambia kwa heri roho yake alipokufa. Sasa unaenda kwa mwanadamu aliyeumbwa kwa sura yangu, maana sisi wenyewe tumeumbwa kwa sura yake Yesu Kristo. Yeye ni ndugu yetu wa kwanza, na sisi tu watoto wa Mungu, na yeye ni kaka yetu. Niambieje? Mtu asiniguse, hebu nenda zako huko, mimi ni Mkristo. Hiyo sijaimba vizuri. Ni zamani hizo, nilipendwa, afadhali niache. Lakini waliimba hivi, niguse, 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 Kristo mia niko salama. Simtumwa usirudi nyuma. Kristo mie Mkristo. Namna yako ya kufikiri, namna yako ya kufanya nini, ya kuamua hili ni nzuri au nilibaya, ifanane na ya Yesu, yani utashi wako. Ndiyo aliyokuambia pale msalabani kabla hajakata roho. Nikuambie ingine, namna yetu ya kusema, hebu mdomo, kazi ni kupepeta tu, pepe, umbea nini, takataka zote. Anasema na namna yetu ya kusema, notre manière de parler, namna yetu ya kusema ifanane na ya Yesu Kristo. Tunasema, unamkuta mmoja hapo, anacheka. Alafu unamwambia, alafu anamalizia,
ili umuulize kulikoni, kuna nini. Alafu nakwambia we, nimekubonyeza usije ukaseme pwe 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 pwe. Na nimekubonyeza usiseme. Anaenda namwambia na unajua ile. Nimekubonyeza usije ukasema. Anaenda huko kesho na kesho kutwa, ombea imeenea kila mahali. Jina la mtu limeharibika kwa sababu ya huu mdomo wetu. Tufunikane nguo, tusivuane nguo hadharani. Yesu ametufundisha, alivuliwa nguo zake. Na sisi pia, ndugu zangu, wokovu wetu uko hapo katika namna yetu ya kusema ifanane na ya Yesu. Alafu kuna hii mikono jamani, hii miwili, kazi, jembe, panga nini. Namna yetu ya kuchapa kazi ifanane na ya Yesu. Menielewa? Ndiyo hiyo. Alafu mwisho, namna yetu ya maisha ifanane na ya Yesu. Ukitaka kujua wokovu ni nini, ni kwamba Yesu ametufanya huru kutokana na makamba na minyororo iliyotufunga sisi wenyewe kwa dhambi zetu. Alafu ameondoa minyororo yote iliyotufunga kutokana na athari au matokeo ya dhambi za wenzetu. Ameshatufanya kuwa huru. Kwa hivi huo ndio wokovu. Ni vile sina mtu wa kumwambia sasa hebu soma, lakini ngoja tu niseme hivi. Kwa barua tena ya mtume Paulo kwa Wakolosai, sura ile ya 2, aya ya ngapi? Ya 13 mpaka 15. Tunaambiwa Yesu alipotusamehe dhambi zetu zote, alizichukua zile dhambi. Hebu fikiri madhambi yote ya ulimwengu, akayakongomea pale msalabani, akayapigilia. Madhambi yetu yakafa pamoja naye, yakazikwa pamoja naye, na alipofufuka amekuwa mtu mpya, na sisi tu watu wapya. Ndiyo maana tunaitwa Wakristo. Na kana kwamba haitoshi, sio kwamba tu amezipigilia hizo dhambi, hata zikumbuka. Ameshamaliza yote. Akaenda akawatafuta washtaki wetu wote ambao wamekamata hati za kutushitaki, wakisema huyu hafai, huyu hafai. Akawakamata wote, na wao akawaburuza, na zile hati walizo nazo za kutushitaki akazichukua, akazikongomea tena pale msalabani. Na bendera yake ya ushindi ndiyo msalaba wake, na kwa msalaba huo akashinda kifo. Maana yake kwanza dhambi, akashinda kifo na akashinda dhambi. Kristo aliyekufa hivi na kusalimu roho yake kwetu sisi, ameshinda dhambi, akamaliza kumbukumbu zake kwa kuzikongomea, kuzipigilia msalabani. Amekufa kwa sababu ya dhambi hizo. Alafu akaenda akawakamata maadui yetu, ndiye Ibilisi, Shetani na mawakala wake. Akawakamata wote, akawaburuza kama mtu
ambaye alikuwa mwizi kule sokoni, akapigwa na watu wakamaliza wanavuburuza. Ndivyo alivyomaliza Ibilisi. Na kwa sababu alifanya hivyo kwa kuisalimu roho yake, anakuambia utulie. Tulia kawe kamo, uniambie asante. Na uniambie mimi, umwambie Yesu asante. Alafu umwambie na baba yake, ambaye alipolia akisema Eloi, Eloi, yani baba yangu. Unajua hiyo baba, papa, yani umeniacha hivi. Upendo wake ulikuwa pale pale, kwa sababu Mungu amekupenda wewe. Hakumwachia hata mwanae, alimtoa afe ili na wewe upate uzima, utoke kwenye kifo na uingie kwenye uzima. Hakuna upendo ulio mkuu zaidi kuliko upendo huu, ndugu zangu, kwamba Mungu ametupenda kiasi hiki kwamba hata hakumwacha mwanaye, licha katika machozi akiomba Eloi, Eloi, baba, baba, kwa nini umeniacha? Alifikiri amesahauliwa. Sikufikiri tu ni mateso ya mwili ambayo yaliweza kubadilishwa kiroho na kuwa nguvu yetu. Wapendwa mahujaji, hamjapoteza muda wenu kukesha usiku kucha katika sala, na leo hii kuchukua njia hiyo ya msalaba, mkiandamana na Bwana wetu Yesu Kristo mpaka pale msalabani. Alafu yeye akatuangalia, na hata alipoisalimu roho yake, yani roho ya mwana, imewekwa kwetu. Pale tulipata toleo, majitoleo yake Yesu Kristo yasiyoelezeka. Na mtakumbuka katika maandiko matakatifu, yeye mwenyewe anasema hakuna upendo ulio mkuu zaidi kuliko upendo wa mtu anayetoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake. Na ndivyo alivyofanya. Ndugu zangu, mimi nimefikia hapo nikasema tunafanya hija tena katika mwaka huu mtakatifu, mwaka wa tumaini. Sasa nilikuwa nasema niunganishe vipi dhamira yetu ambayo inaangalia mwaka mtakatifu, huruma yake Mwenyezi Mungu. Mwaka mtakatifu sio huruma, tumaini. Nikakumbuka kwamba mwaka ule wa 2013, miaka 20 na ngapi iliyopita, 25 tu, tulifanya mwaka mtakatifu wa huruma ya Mungu. Na hiyo ilipangwa vizuri sana na baba mtakatifu wetu Francisco, huyu ambaye ameenda kwa Mungu. Tunajua alivyoonesha ile huruma ya baba ambayo inajitokeza kwake Kristo, ambaye Kristo ndiye nuru, ndiye uso wa huruma ya Mungu. Sasa imepita miaka 25. Baba mtakatifu tena huyu hayati Francisco alianzisha tena jubilei hii ambayo ameitangaza na kuifungua. Lakini Mungu akamuita kabla hajaifunga jubilei ya tumaini. Wapendwa, hatuondoki hapa. Tunajua Mungu anatupenda.
na tunasema Mungu ni wa ajabu. Hata mara nyingine naimba, halafu nacheza, watu wanasema huyu mzee amechanganyikiwa, wanasema potere ya kando. Na nichanganyikiwe tu. Upendo wa Mungu ulivyo wa ajabu, hauwezi ukakuacha salama. Kama na huruma yake ilivyo kuu, haiwezekani kumsahau huyu aliyejitoa kwa ajili yetu. Mama Kanisa katangaza mwaka huu ni mwaka wa jubilei. Tunaweza kuongea mengi kuhusu jubilei. Tunaweza kuongea mambo mengi, maana yake nini? Mimi siko hapo. Niko katika hili ambalo Baba Mtakatifu hayati Francisco alitangaza na ambalo tunaendelea nalo. Na dhamira ya hija yetu iko hapo, mahujaji katika matumaini. Ndilo hilo ambalo Baba Mtakatifu aliyetangulia ameliingiza kwa waamini wote katika ulimwengu wote, na sisi tumeingia hapo. Tunaendelea na hili, maana tunasafiri pamoja na Kristo aliye mwokozi wetu na mkombozi wetu. Na Yesu anataka watu wote wakutwe tunasema katika kizazi chao, wakutwe na hiyo kutembea naye Kristo. Na wale wa mwaka huu, mwaka wa matumaini katika Kristo, Baba Mtakatifu ametoka katika ile huruma ya Mungu. Anasema Mungu ametuhurumia kwa upendo usioelezeka. Mungu ametupenda kwa upendo usioelezeka. Sasa anakuja kwetu kutuambia msiogope. Msiogope. Muwe na tumaini, maana Mungu wenu anawafikirieni na ana mawazo yaliyo mema kwa ajili yenu. Naomba kabla hatujaanza misa niguse hiyo dhamira kidogo. Tumaini. Tumaini. Hivi kwako tumaini ni nini? Unaposema mahujaji katika matumaini, unataka kusema kwamba unataka nini? Neno la muhimu ni matatu tu. Kwa hivyo usiogope. La kwanza ni hili, kwamba kwa kweli tumaini manake ni tarajio la yaliyo mema. Ninatumaini, ninatarajio, I'm waiting eagerly. Ninangoja kupata yale mema ambayo Mungu ameahidi na ambayo Mungu wangu atatekeleza. Sasa unatarajio gani? Hata ukitoka hapa Kawekamo, umepata shida labda kukesha mpaka asubuhi, umefanya njia ya msalaba, umetolea sadaka yako, umefikia mahali usingizi hakuna, ukasema ninatarajia. Nami nakuuliza, watarajia nini? Na nikiondoka hapa kwenda zangu nyumbani nilikotoka, natoka nikiwa na tumaini gani? Ndugu zangu, ningelipenda niguse juu ya hilo, nguvu ya tumaini. Tunasema mahujaji katika matumaini, lakini nguvu la kwanza kabisa ni hili, kwamba Mungu wetu
ni mwaminifu, hasemi uongo. Kuwa nalo hilo, hakuna sababu ya kusema mengi. Mungu wetu hadanganyi wala hadanganyiki. Sisi tunadanganya na tena tunadanganyika na tunakuwa na wasiwasi. Mungu wetu si mwongo. Tarajio lako na liumbwe katika hilo. Ondoka na miguu yako miwili ukiwa unatumaini. Nikakumbuka zamani tulipokuwa wadogo. Mimi nilimkosa baba yangu kwa sababu alikuwa anafundisha mbali. Kwa hivyo tunakaa hapo, anarudi tu Ijumaa. Alikuwa anakuja Ijumaa tu. Sasa tunamngoja kwa hamu kweli, tarajio hilo. Anakuja Ijumaa. Na mama akajua kumbe tunapenda sana, kwa hivyo akaitumia vizuri. Akitaka ufanye kazi anakuambia baba yako anakuja Ijumaa, unajua Ndio mama. Sasa hapa unaona ni pachafu hapa. Fieka vizuri, baba akija furahi. Ndio mama. Unaona aliyatumia, nawe uwe natumaini. Kama hivyo tulivyokuwa nalo. Nakumbuka hata tukiwa tunacheza na wadogo au wakubwa kidogo, naambia bwana, jamani nikilala mniamshe bwana, baba atakapopiga hodi. Unaingia kwenye usingizi, wengine wakitaka kukuchezea wakuamsha. Lakini unajua kulikuwa na nini? Baba alikuwa mjanja. Mfuko wake haukosi kitu. Maana anapokuja tunakimbia kupokea ule mfuko na kumsalimu na furaha. Tunajua humo mna chochote, tarajio. Na tulipokuwa tunafanya hivyo, sheria ya nyumbani hakuna ruhusa kufungua mfuko wa mzee au wa mama, wa baba au wa mama. Mama ndiye atakayefungua. Basi tukishaukabidhi tunaenda tumeshika mkono, tumeshika koti, tunaenda. Kulikuwa na makoti, suruali ndio zilikuwako kidogo kidogo. Basi unapeleka, tunamwambia baba pole 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 pole. Sasa hakuna tofauti kati yako wewe mhujaji na baba yako wa mbinguni. Tarajia mazuri ambayo ameyapanga kwa ajili yako na amekupa katika hija hii ambayo umeifanya hapa mwaka huu. Kuwa na matarajio kwamba amekupa na ni mwaminifu. Sikuona hata mara moja mfuko wake ukikosa kitu. Nakwambia hata vitumbua viliingia kwenye huo mfuko. Vinafungwa na magazeti. Lakini kuna hakukosekani kutoka kwa baba anachokuja nacho. Kwa hivyo sisi matumaini yetu, matarajio yetu na yawe kwamba Mungu wetu ni mwaminifu. Anachosema anatekeleza, na anachoahidi lazima kitatimilika. Wapendwa wa mahujaji, kwani mtasahau hilo? Kwa hivyo ukiondoka hapa, hata akili yako, hata miguu yako, hata nini, imba Mungu ni mwaminifu. Ningeweza kuruka, Mungu ni mwaminifu. Atatekeleza kile alichoamua. Ningekuwa mpiga ngoma, ningelizipiga mpaka zipasuke. Mungu ni mwaminifu. Mungu ni mwaminifu mpaka kiweleweke. Ondoka na hilo, wala usiwe na wasiwasi. Kama ukiwa na wasiwasi, uje uniulize. Siku ile utanikuta labda niko mbinguni. Na nimesema labda, si labda, nitakuwa. Uniulize kwamba siku ile ulisema nini. Hiyo ni ya kwanza, mpendo. Furahi na shangilia, Mungu wetu ni mwaminifu.
hasemi uongo wala hadanganyi. Na anaposema nimekusamehe dhambi zako, ndio hiyo. Si yeye, si mwanadamu tunasema ndio, lakini yeye ndio yake ni ndio, na hapana yake ni hapana. Hakuna njia ya katikati. Yesu anatuambia njia ya katikati ni ya yule mwovu. Hilo ni la kwanza. La pili, samahani, kabla sijafika hilo la pili, ninakuomba ukumbuke hili, kwamba Mungu wetu ni mwaminifu. Kwa hivyo unafanyaje? Hebu sema nitambue. Hebu sema nitambue kwamba Mungu wetu ni mwaminifu. Matangazo. Na mtoto analia sasa, tumwone mama yake, turuhusu tumtangaze. Tuna mtoto wa 1.5 mwaka hapa, hatumuoni mama yake. Tunaomba ulipo basi ujue tuna mtoto hapa analia. Mungu wetu ni mwaminifu. Mama yake anakuja na atamuona sasa hivi kwa jina takatifu la Yesu, na mtoto anatulia, na sisi tunaendelea. La kwanza, kutambua kwamba Mungu ni mwaminifu. Hebu sema kutambua. Alafu la pili, kukiri. Hebu sema kukiri. Katoto kako hapa, kasiwe na wasiwasi, mama atapatikana sasa hivi. Mama njoo. Haya, Mungu wetu ni mwaminifu. Kainue kaonekane. Kainue yako. Unaona Mungu ni mwaminifu jamani, kama malaika. Mama, au umetuletea ukatuachia, hebu mteremshe hapa, mpatie mama yake hapa moja kwa moja. Asante Yesu, asante. Hebu mwimbieni asante kwa kupatikana mtoto. Haya, tuimbe moja kwa moja. Asante. Hala, naimba mwenyewe. Hamjui? Nianze. Mama, usiendoke kwanza. Hebu tumbariki mtoto na wewe mwenyewe. Baba Mungu Mwenyezi, Baba mwenye huruma, wewe mwaminifu, tena mwaminifu sana. Tunakuomba mbariki mama na mtoto. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Tayari. Haya, asante. Jamani, kutambua, mmenisikia? Tutambue uaminifu wa Mungu. Mungu wetu ni mwaminifu. Alafu tukiri. Neno nililokuwa nasema, muda unaenda sana, ni kukiri. Hebu sema kukiri. Maana yake, unajua kuna rafiki zangu sitawataja kwa sababu hawapo hapa. Unapoomba kitu unakuta mtu anatanguliza asante. Kuna rafiki zangu wajanja, anaanza na kuomba kidogo, asante sana ndugu yangu, amekushika na kidevu, lo. Tena wewe ni mwema na mwaminifu, lo. Nakiri, jamani, hata juzi ulimsaidia fulani na ukanisaidia tena mwaka juzi na mwaka huu, nakiri wema. Hebu sema kukiri kwamba Mungu wetu ni mwaminifu. Ndiyo mahujaji katika nini? Matumaini. Ya tatu, hebu sema kusamini kwamba Mungu wetu ni mwaminifu. Hebu sema kusamini. Manake Kiingereza wanaita to value. Yaani nasamini, naona ni ya maana. Mtu ambaye hasamini kitu, kama mama mmoja alipeleka kitenge chake kizuri, akampa rafiki yake, alifikiri atafurahi, na yule akafurahi, akamwonyesha meno, akafikiri amecheka, kumbe amemwonyesha meno. Kwani mbwa akikuonyesha meno amecheka? Alafu akafanyaje?
Akaondoka, asante, asante, anamwonyesha tena meno. Alafu basi kesho yake akapita kwa bahati, akakuta kile kitenge amemtandikia mbwa. Je, ni kuthamini huko? Hata. Kwa hivyo tuthamini. Kwa hivyo nasema kutambua, kukiri na kufanya nini? Kuthamini uaminifu wake Mungu, kwamba Mungu wetu ni mwaminifu. Ya pili jamani, tunasalimu kila mahali. Hata mimi nimezoea mno. Kila mara tunasema Kristo. Mbona hamkusema kama mimi? Kristo tumaini letu. Haya, sema nakiri. Kwanza sema natambua. Sema nakiri. Alafu sema nathamini kwamba Yesu ni tumaini langu. Tunaondoka Kawekamo tunaenda. Lazima kutambua tumaini letu ni Kristo. Bila Kristo sahau. Tumaini letu ni Kristo aliye Mwokozi na mkombozi wetu. Tutambue kwamba Kristo peke yake. Hiyo ni tumaini. Mnataka kuwa watu wa matumaini. Mjue nguvu ya matumaini. Nguvu ya tumaini ya kwanza, kama nilivyosema, ni kwamba Mungu wetu ni mwaminifu. Na ya pili ni kwamba Kristo peke yake ndiye tumaini letu. Wangapi wamebeba hirizi huko duniani? Samahani, nimesema lugha ambayo haieleweki, lakini mtanielewa. Watu tuko hapa na wengine wameenda kanisani na wengine hata kanisani, lakini huko ulimwenguni, kwani mnataka niseme maajabu jamani? Huko ulimwenguni wamefunga hirizi. Najua ulimwenguni ni wapi? Huko ulimwenguni wamefunga nini? Hirizi. Kwa hivyo tumaini lao ni Kristo. Kesho mtoto ameugua. Kuna fulani alipita jana hapa, amemwangalia vibaya. Au hata yule askofu aliongea pale. Au huyu paka mweusi aliyepita hapa. Basi, je, tunakubali? Kwa hivyo kama tunakubali, na tuende hatua kwa hatua. Kristo. Kristo tumtambue. Hebu sema nakutambua Kristo. Hebu sema ninakukiri, manake hakuna kama wewe. Hakuna kama wewe. Yeye ni Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Alafu sema nakuthamini. Unampenda na unamthamini na unaona ni wa maana maishani mwako. Sema ndio au hapana. Ndio. Nilifikiri mtaongeza au hapana. Hakuna kingine. Basi ndugu zangu mahujaji, nguvu ya matumaini ndiyo hizo mbili. Kuna ya tatu na ya mwisho, ili nisiwachoshe. Ya tatu na ya mwisho ni hii kwamba kitu kinachotutegemeza, Kiswahili kizuri naita nanga. Kama meli iko kwenye maji, kuna chuma kizito wanakiteremsha, kizito kuliko meli. Sio kuliko, kizito kweli. Kwamba hata upepo ukivuma kwenda huko au huko, meli itasimama pale pale.
ukitaka kuwa na uthabiti wa matumaini, ni hiyo kwamba tumaini lenyewe ni nini? Ni fadhila ya kimungu, fadhila ya tatu ya kimungu. Bila matumaini mtu atapeperushwa na upepo huku na huku na huko. Lakini kama anatumaini, tumaini la kimungu, anasimama wima, na anaposimama wima, dhoruba zitakuja kutoka nyuma, meli itabaki pale pale. Yaani meli ni nani? Ni wewe mwenyewe, nafsi yako na roho yako itasimama imara. Mnakumbuka pale ambapo wanapoimba milima yote na mabonde yatayeyuka? Mnaufahamu, sio? Neno lako limekuwa tumaini. Neno la Mungu, neno wa Mungu ndiye Kristo mwenyewe. Ndiye aliye anafanya nafsi yetu kuwa imara na roho zetu kuwa imara, zisipeperushwe huku na kule na kila aina ya vurugu ya yule mwovu. Kwangu na kwako, mambo hayo matatu ni ya muhimu, nyinyi wahujaji, na tunapoongea juu ya matumaini. Matumaini, nguzo yake hiyo ya kwanza, Mungu wetu ni mwaminifu. Utambue, ukiri na uthamini hilo. Alafu ya pili, kwamba huyu Yesu Kristo mwenyewe ndiye tumaini letu. Ndio mfano wa namna yetu ya kufikiri, namna yetu ya kujihisi, namna yetu ya kusema, namna yetu ya kutenda, na namna yetu ya maisha ya kila siku. Halafu tutambue kwamba Kristo ni mwamba wetu, ni nguvu yetu. Yeye ndiye ambaye ni nanga. Hii ni ya tatu. Kama nilivyosema, yeye ndi tumaini, ndi letu, ndilo linatufanya tusimame imara, tuweze kwenda mbele. Wapendwa, nimshukuru Mungu kwa ajili yenu. Muda umeenda vizuri sana. Naona nabakiwa na dakika 4 tu, na nilikuwa na topic nyingine ya kusema, lakini sitapenda kuwachelewesha ila kugusia tu. Nitaomba nigusie hiyo point moja tu, nagusia kwa kweli. Unajua watu wengi wana shida kweli ya kutambua Roho Mtakatifu ni nani, na wanapata matatizo. Wengine wanafikiri huyu ni Roho wa Mungu, kumbe sio Roho wa Mungu, bali ni Roho Mtakatifu. Manake wengine wanasema Roho Mtakatifu, lakini wenzako wakisali wanasema Roho Mtakatifu. Roho wa Mungu kifupi, ambacho nilitaka kuambia nyinyi mahujaji, ni upendo wa Mungu Baba kwa Mwana. Mungu anampenda, Mungu Baba anampenda Mwana, huwezi kueleza. Yani basi tu. Manake ni projection ya Mwana, ni neno wa Mungu. Sasa Mungu
anatoa neno lake. Unaona? Kwa hivyo ule upendo wa Mungu kwa mwana. Alafu mwana na yeye anampenda Baba, haielezeki jamani. Kwa hivyo Roho Mtakatifu ni nani? Ni upendo wa Mungu Baba kwa Mungu Mwana. Alafu na marudio yake, upendo wa Mungu Mwana kwa Baba. Sasa upendo wa Mungu Baba na wa Mungu Mwana unazaa nafsi ya tatu ya Utatu Mtakatifu, ndiye Roho wa Mungu. Huyo ndiye Roho wa Mungu. Baba ampenda Mwana, Mwana ampenda Baba. Mahusiano yao, anayeunganisha huo upendo, ndiye Roho Mtakatifu. Sasa hayuko hewani, amemiminwa ndani ya mioyo yetu siku ile ya ubatizo wetu. Hapo tu padri anapoinua mkono na maji na akaanza kumimina akisema, Maria na kubatiza kwa jina la Baba, manake kwa uwezo wake Baba, na kwa la Mwana, kwa uwezo wake Mwana, na kwa Roho Mtakatifu. Hapo Mungu Roho Mtakatifu anafanya maskani yake ndani yetu. Tunakuwa hekalu la Roho Mtakatifu. Roho wa Mungu amemiminwa ndani ya mioyo yetu na huyu Roho Mtakatifu tuliyepewa sisi. Papo hapo tunakuwa wana wa Mungu ambao Mungu amependezwa nao. Papo hapo nafsi zile fadhila tatu za imani, matumaini na mapendo yanamwagwa ndani yetu. Naye Roho Mtakatifu anaanza kazi yake papo hapo, na sisi tu hekalu la Roho Mtakatifu. Kwa hivyo wewe na mimi tunapokaona katoto hivi, kale ni maskani au nyumba ya Mungu. Ni maskani, ndilo kanisa la mwanzo linaanza. Upendo wa Mungu Baba na wa Mwana na wa Roho Mtakatifu ndani yetu anakuza pole pole imani yetu, matumaini yetu na mapendo yetu kwa njia ya malezi ya wazazi wetu na walezi wetu wa maisha ya Kikristo. Tungalikuwa na muda, ningaliendelea mpaka kesho kutwa na sitamaliza jamani. Lakini kitu kimoja ni hiki, kwamba utambue, ukiri na uthamini kwamba wewe ni Kristo mwingine. Ndio maana unaitwa Kristo. Kwa hivyo Roho wa Mungu ndani yako, Baba ndani yako, Yesu Kristo ndani yako. Kazi yake Roho Mtakatifu kuunganisha upendo huu wa Mungu Baba na wa Mungu Mwana ndani yetu. Ndio maana Paulo alipotambua hilo, amesema vizuri katika barua yake kwa nani? Kwa Waroma. Nimeshasema, nisingelipenda nirudie tena, lakini narudia kidogo. Sura ile ya 5 aya ya 5 mpaka ya 8. Upendo wa Mungu Baba umekwisha kumiminwa ndani ya mioyo yetu na huyu Roho Mtakatifu tuliyepewa sisi.
Nikamilishe kwa hili. Mtakatifu Paulo tena katika barua yake kwa Roma sura ya 7 aliona kwamba amefanya hija zote, amejitahidi, lakini anaona bado aliungama dhambi, anaona anaanguka tena huko. Kama mtu amekuja hija alafu akasema mwisho, na kwa kweli sitatenda hii, anarudi nyumbani kwa furaha. Lakini baada ya wiki moja mbili unakuta udhaifu umemkumba tena. Anasema Mungu wangu, juzi tu jamani nimeenda hija, tena kawekamo na njia ya msalaba, sasa nimeanguka tena. Huyo katika sura ya 7 pale mwishoni pale, katika sura ya ngapi? Nasema sura ya 7 wa Roma. Paulo anaeleza vizuri, anasema ndani yangu naipenda ile sheria ya Mungu. Ndani yangu nataka niishi kile nilichoonja pale katikati. Lakini pale pembeni Ibilisi naye anasema ngoja nitakutafuta. Na anakuja na bahati mbaya labda umeanguka, anataka kufanyia ndio ulienda sasa. Mwambie nimekutambua. Hata kama unateleza na kuanguka tena, mwambie nimekutambua, nasimama, naendelea. Bwana Yesu alianguka mara 3 lakini amesimama. Nasimama, namwambia Yesu nimekosa, ninaendelea mbele. Usije ukakata tamaa. Ninafahamu wengi wamesema nimeomba na kuomba na kusali na kufanya hivi, lakini imeshindikana, siwezi. Mtu asije akakate tamaa hata mara moja. Yesu hakati tamaa nawe. Umejitahidi ulivyoweza. Hata kama kwa bahati mbaya unateleza tena, simama mara moja, mwambie niko hapa, nimeanguka. Yesu atakupangusa na kufua hiyo gauni yako na ile suruali lako, atalifua vizuri na kulipasi kabisa, uvae tena kuwa mtu mpya. Hakuna kukata tamaa. Ukitaka vizuri, soma tu hapo wa Roma 7 pale mwishoni pale. Anasema ni nani atakaye niokoa? Paulo baada ya kuona shida sema ni nani atakaye niokoa kutoka kwenye mwili huu unaonipeleka kifoni? Alafu anajibu mwenyewe, ndio mwisho wa sura ile ya 7, anajibu mwenyewe, Kristo aweza. Alafu sura ya 8 yote toka mwanzo mpaka mwisho, ndugu yangu, ndio hiyo inanifurahisha. Yule ambaye amefanya hija, ukifika aya ya 31, 32, 33, anasema ni nani awezaye kututenga na mapendo ya Kristo? Hakuna. Nani atakayeweza kututenga na mapendo ya Kristo? Sura yote ya 8 wa Roma inaeleza vizuri, hakuna chochote. Anauliza, je, ni kifo? Asema hakuna. Anauliza, je, ni kukosa nguo? Hakuna. Anauliza, ni magonjwa? Hakuna. Anauliza, ni takataka gani? Ni mbuzi? Hakuna. Je, ni chawa? Hakuna. Hamna lolote liwezalo kututenga na mapendo yake Kristo. 31:8, 32 yote. Uangalie hapo, mhujaji wewe mzuri, na unaendelea katika matumaini kwamba Kristo yeye ni mwaminifu. Kama amekuondolea dhambi zako, amekuondolea. Na anataka tuendelee hata kwa udhaifu wetu. Kama tunashindwa,
hakuna kukata tamaa. Ukikata tamaa, ndiyo ile dhambi tunayoita ya Roho Mtakatifu haiondolewi. Unakata tamaa, manake unakata maji na wewe una kiu. Kama mtu anayekufa kiu, anakuja kwenye chemchem, alafu anaingia, kanyaga chemchem mpaka inakuwa matope, na huku anakufa kiu na analea kiu. Unakanyaga maji badala ya kuyaacha yawe na unafuu, yawe safi unywe. Hapo ndipo matokeo ya mtu anayekata tamaa. Kwetu kamwe aliyefanya aliyefanya hija kama hii pamoja na Kristo, endelea na hija hiyo pamoja naye kwa maisha yako yote. Yesu awe tumaini lako. Kumbuka kabisa kwamba Mungu wetu ni mwaminifu, na yeye anashika neno lake. Mwambie Bwana, nishike mkono nitembee nawe. Jamani moja, unaona kakushika kama katoto. Hata kama kutembea ni tatizo, atasema tete. Unaenda, unapiga hatua na hakuna kurudi nyuma, milele na milele. Tuadhimishe misa yetu tukimshukuru moyo mtakatifu wa Yesu kwa siku ya leo, maana yeye kwa kweli ametutendea makuu. Mnaona?